Basi karibuni kwa fundisho wapendwa, na ningependa tukifundishe kisa cha vijana wawili ambaye ni Kain na Abel. Tumewahi kujifundisha vita kuu, tumewahi kujifundisha madhara yake kwa maisha yetu. Tunafaa kujihurumia, tunafaa kuwa wanyenyekevu, tunafaa kutafuta msaada kwa Mungu. Maana shida tulio nayo inaweza kutatuliwa na yeye peke yake. Hakuna mbinu hata moja ya binadamu inaweza kutupea suluhisho. Na hapa tutaangalia hii kisa ya Kain na Abel. Tutaangalia njia ya binadamu na njia ya Mungu. Na pia tunaweza kusoma kutoka kwa hao vijana wawili ya kwamba mwanadamu tangu kuanguka kwake amekuwa akifuata njia mbili, njia ya Mungu na njia ya binadamu. Kwa hivyo tungependa kabla tuanze tufanye ombi ili tupate kuendelea. Baba mwema, tumekuja kwako. Sisi ni wanadamu, tulianguka dhambini, lakini asante kwa sababu ya mpango wa kutuokoa. Ni mpango mkamilifu, ni mpango unaotupea tumaini. Tusaidie tujue kwamba tumaini letu liko ndani yako Yesu. Anayesikia sauti hii, naomba baraka ya ajabu kwa maisha yake. Naomba uponyaji wa kiroho na uponyaji wa kimwili. Mipango ya shetani kwa maisha yetu na ikemea kwa jina la Yesu Kristo ipate kushindwa. Utufikie kwa kutuokoa na neno lako kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ongea na sisi kupitia kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Basi ningependa tuweze kuangalia kitabu kinachoitwa Genesis sura ya 4. Katika Genesis sura ya 4 ukifungua unapata story ya Kain na Abel. Na wazazi wao ni Adam na Hawa. Kijana wa kwanza Abel, kijana wa kwanza ambaye ni Kain alikuwa ni mfugaji, yani alikuwa ni mkulima. Na kijana wa pili Abel alikuwa ni mfugaji. Hawa vijana wawili wanaonyesha tofauti ambayo pia inasimamia ya kwamba wanadamu watakuwa na mienendo. Mwenendo wa kwanza ni mwenendo mzuri na mwenendo wa pili ni mwenendo mbaya. Tunapata ya kwamba Adam na Eve walipoanguka walizaa watoto ambao pia na wao walishiriki udhaifu wa dhambi, walishiriki ule ubinafsi, hawakuwa watu watakatifu. Kwa hivyo kila binadamu anayesaliwa anasaliwa akiwa na dhambi. Lakini Mungu kwa upendo wake anatupea muda mrefu, anatupa mafundisho na mwelekeo wa wokovu wake ili tukiufuata tutapona. Tukiufuata tutapona. Lakini tusipofuata, tuweze kufuata njia zetu, hakika tutapotea. Na hayo ndiyo tunaweza kuiangalia kutoka kwa maisha ya vijana hawa wawili. Na Mungu wa mbinguni aliwatest kuona kama watamtii ama watafuata nia ya mwili ambayo shetani alipanda kwa maisha yetu. Tunaendelea kusoma hiyo kitabu ya Genesis 4. Inasema ya kwamba wakati ukafika. Unaposoma fungu la 3, wakati ukafika, Kain akamletea Mungu matoleo ya shambani. Akamletea matoleo kutoka kwa shamba lake. Na pia Abel na yeye akamletea Mungu matoleo kutoka kwa mifugo yake, kondoo.
Hapa tunaona tofauti. Hawa vijana wawili walikuwa wamefundishwa na wazazi wao juu ya anguko na juu ya mpango wa wokovu. Wapendwa, unaposoma kitabu cha Mwanzo, mambo ya misingi ya wokovu iliwekwa kwa kitabu ya Genesis. Unabii una misingi yake katika kitabu ya Genesis. Hiyo kitabu ndio inatufungulia na kutuambia ni kwa nini leo hii tuna makundi mawili duniani. Hata kama makundi ni mengi, lakini mbele za Mungu makundi ni mawili. Wale wanaofuata njia ya wokovu na wale ambao wanafuata njia sawa. Ni kwa nini tulisema ya kwamba wazazi walikuwa wanafundisha watoto mambo ya wokovu? Ni kwa sababu Mungu alipopata ya kwamba Adam na Hawa wameona uji wao na wamejitafutia mavazi ya majani ya miti, Mungu alijua ya kwamba hawa watu wamejua hitaji lao, lakini hawana suluhisho. Wamejua ya kwamba wako uji. The nakedness ambayo Adam na Hawa walikuwa nayo zaidi ya nakedness ya nje is the nakedness of the soul. Mungu alikuwa ametoka kwa maisha yao. Hawakuridhika kutoka ndani yao. Na hata pia nje wakajiona ya kwamba ile nguo ya utukufu iliyokuwa inawafunika imetoweka. Wakajitafutia mbinu za kibinadamu. Wakatafuta matawi ya bustani, wakajifalisha kama nguo. Lakini mara tu wanapotokea kwa jua inachakaa na inaisha. Wangerudia hiyo mara nyingi sana kwa kutafuta nguo kwa siku. Lakini Mungu, unaposoma kitabu ya Genesis, hapo unapata ya kwamba Genesis chapter 3 verse 20 and 21, unapata Mungu akiwatengenezea mavazi kutoka kwa mnyama ambayo ni kondoo, akawafalisha. Waliona mnyama akichinjwa, walihuzunika sana, maana alikuwa innocent, hakuwa amefanya makosa, lakini akapitia ukali wa kisu, akachinjwa wakiangalia. Mungu alitaka haya yaweze kuamsha kwa maisha ya Adam na Hawa, yaweze kuamsha ndani yao kulilia dhambi, kuchutia dhambi, kusikitika kwa ajili ya makosa yao. Na hii ilikuwa fundisho kwao ya kwamba Mungu atatafuta njia ambaye mwenye makosa atakuja kuuawa kwa ajili ya makosa waliotenda. Hii sasa ndio tunaita justice ya Mungu. Justice ya Mungu inakuja aje? Mwanadamu amemkosea Mungu, mwanadamu amekosea sheria ya Mungu, mwanadamu mshahara wake utakuwa ni kifo ya milele. Lakini ili Mungu kufanya justice, lazima mmoja akufe kwa sababu ya makosa, ili justice ama haki ipate kutendeka. Kwa hivyo kwa Adam, haki inatendeka kwake kwa sababu ya kondoo aliyemsimamia akafa ili Adam apate haki. Na kwa mambo haya ya kondoo, Adam na Hawa, Mungu aliweza kuwafundisha juu ya mwana kondoo wa Mungu ambaye angekuja kuleta suluhisho ya dhambi kwa kuchinjwa, kwa kupewa ghadhabu ya dhambi. Kwa hivyo tunapojifundisha juu ya haki ya Mungu, sana sana inaongewa kwa kitabu cha Warumi, jua hivi. Haki ya Mungu, sehemu ya kwanza ni kwamba ile ghadhabu ambayo ingempata mwenye dhambi, kuna mwingine amechukua nafasi yake. Kwa hivyo that is justice. Hiyo kimsingi haki imetendeka. Ni aje? Sheria inataka mwenye dhambi afe. Basi mtu tofauti ama kitu tofauti kimechukua nafasi ya mkosaji. Kwa hivyo
haki imetendeka kwa sababu mtu fulani amekufa ama amechukua adabu ya kifo. Kwa hivyo hiyo ndiyo haki kutendeka. Lazima sheria ya Mungu itosheke ya kwamba aliyekosa amepata adabu ama punishment. Lakini kwa sababu tena ya upendo, kuna upendo na kuna haki. Kwa sababu ya upendo, Mungu amemfanya aliyetenda dhambi kuepa kifo. Ameepa kifo na amesimamiwa na mwingine. Mambo ya ajabu. Biblia inasema ya kwamba haki na amani vikapatana. Na hii ilitendeka msalabani. Yesu aliposulubishwa alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Warumi 6:10. Biblia inasema ya kwamba Yesu aliwekwa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Hapo haki imetendeka. Sheria ya Mungu imeridhika kwa sababu mtu amepata adabu. Lakini kwa sababu ya upendo, yule ambaye ni mkosaji ataadhibiwa. Tuseme haleluya. Kwa sababu sisi wanadamu ambao tungekufa hatujakufa. Tuko hai na tumepewa nafasi ya kumchagua Yesu ambaye is our surety. Yeye ndiye alisimama kwa niaba yetu. Wa kitabu cha Waibrania 2:14, Biblia inasema ya kwamba alionja mauti kwa sababu ya kila mmoja wetu. Ile kifo ambayo Yesu alipata msalabani is eternal death. Kifo cha milele, na ni kifo ambacho ni punishment ya dhambi kwa sababu yetu, ili atupee nafasi ya kuokoka. Kwa hivyo tumepewa rehema, tungali hai, tumepewa rehema, na kabla rehema itafungwa, tukimchagua Yesu, tutaepa kifo cha milele yote watakaopata wote wanaomkataa Mungu, akianziwa shetani na malaika zake na wanadamu wote watakaokataa wokovu. Nataka nikujulishe msikilizaji wangu ya kwamba Mungu ametupea kitu kimoja tu cha kuchagua, nayo ni kuokoka ama kukataa wokovu. Lakini Mungu hajatupea nafasi ya kujichagulia ni nini tutapewa kama hatutaokoka. Yeye mwenyewe amechagua ya kwamba wasiookoka wote ni kifo cha milele yote. Kwa hivyo mwanadamu, kile ambacho tumepewa ruhusa kufanya ni kuchagua wokovu. Lakini kama hatutachagua wokovu, hatutajichagulia ni nini tena tutafanyiwa. Lakini Mungu amekichagua na kusema ya kwamba kama hautaokoka utakufa milele. Ni kwa nini? Ile tabia ya dhambi, ile tabia ya kishetani iko ndani yetu, haina mahali inaenda, na Mungu haitaki kabisa. Anaenda kuiangamiza mara moja na milele, ili akuwe na clean universe. Tuanze kuishi na amani, tuishi na upendo. Sio kama sasa tumefurugika, tumefurugwa mpaka wengine wamekata tamaa na maisha. Ni kwa sababu ya kichwa kibaya cha dhambi. Ni kwa sababu ya dhambi ambayo inaendelea kusumbua maisha yetu. Kwa hivyo unapoangalia katika maisha ya Kain na Abel, unapata ya kwamba walikuwa wamefundishwa. Ndio sababu tukasoma Genesis 3:20 ya kwamba haya mambo Mungu alikuwa anawafanyia, walifundisha watoto wao. The first 1500 years creation ilipowekwa, miaka 1500 ikapita, walikuwa wanafundishana kutoka kwa mdomo, kutoka kwa msasi na maneno tu ya mdomo. Hawakuwa wanaandika. The preparation of the written word began in the time of Moses. Wakati wa Musa, baada ya miaka 1600 hivi ama 500, ndio Musa alianza kuandika. Kwa hivyo wasasi hawa waliwafundisha ya kwamba sisi tuliasi Mungu, tukakula tunda,
tulilokatazwa, lakini Mungu akona mpango mwingine. So tunawaomba nyinyi watoto wetu muweze kukubali huu mpango wa Mungu. Kwa hivyo Abel anapoleta kafara ya mnyama ni kumaanisha alikuwa na ufahamu, alikuwa amefundishwa, na pia alikuwa amekubali kutii mpango wa Mungu. Ule mpango ambao Mungu aliweka, yeye anauelewa. Aliweka mpango ya kwamba kwa sababu ya dhambi zenu mtakuwa mkitoa kafara ya kondoo. Na huyo kondoo anamlenga Yesu. Mungu alikuwa na nini kwa mawazo yake kwa mambo haya? Mungu alikuwa na mawazo ya kwamba ninawahubiria Yesu, mkuwe na imani ndani yake, maana yeye peke yake ndiye atakuja kuwasaidia muweze kushindana na dhambi, muweze kurejeshwa katika utakatifu. Yesu Kristo peke yake, hakuna njia ingine. Yesu ndiye dawa ya dhambi, hakuna njia ingine. Kwa hivyo Mungu akachukua muda mrefu, hata Waisraeli akawaletea mambo ya kafara, the sanctuary system. Mambo hayo yote ni mengi, lakini lengo ni moja, ya kwamba wanadamu waweze kumwelewa Yesu, the divine Son of God, ambaye peke yake akiingia kwa moyo ndiye anaweza kusaidia binadamu, ampe nguvu ashindane na dhambi ambayo ililetwa na Shetani. Dhambi ililetwa in a supernatural in our lives, and only through a supernatural way dhambi haiwezi kuondolewa na nguvu zetu. Dhambi ni nzito sana. Dhambi ni mbaya sana. Ndiyo sababu Mungu akachagua njia ngumu ya kifo cha msalaba ili kuiondoa dhambi. Kwa hivyo na sisi tumeitwa kujiweka katika ule mpango Mungu ametuwekea. Unaona, Mungu ameweka mpango wa wokovu kwa njia ya kafara, ili wanaofanya kafara kupitia kwa hiyo wamuone Yesu na wamchukue kwa imani, ili waweze kusaidika kutoka kwa huo mzigo wa dhambi. Na huyu Abel alijenga madhabahu na akaweka kondoo wake juu ya madhabahu, alafu Mungu akakubali. Kwa nini Mungu alikubali? Ni kwa sababu kafara ya Abel ilikuwa na Yesu Kristo. Na ni kwa nini Mungu akakataa ya Kain? Kafara ya Kain ilikuwa ya mimea, na mimea haina damu, kwa hivyo haikuwa inamrepresent Yesu Kristo. Kwa hivyo Kain alikuwa na ibada, alikuwa na kanisa, alikuwa na madhabahu ambayo hayana Yesu. Kain akakataliwa na Abel akakubaliwa. Kain alipoona ya kwamba ndugu yake amekubaliwa, akaghadhabika, kisha akamuua. Mungu akamuuliza Kain, unaposoma fungu la 6 na kuendelea, akamuuliza ni kwa nini umekasirika? Akamwambia, ukifanya mema utakubalika, na usipofanya hivyo, tazama dhambi inasimama mlangoni na inakuhitaji wewe ili ikushinde, lakini yakupasa uishinde. Hata wakati ule kabla Kain hajaua ndugu yake, Mungu alimhubiria na kumwambia kwamba nimeona uko na dhambi ya kutaka kumuua ndugu yako, lakini ukifanya mema, ukiachana na hiyo nia ya kumuua, utakubaliwa. Lakini usiache dhambi ikutawale, maana ikikutawala itakushinda. Niliwaambia dhambi haitokani na Mungu. Dhambi inatokana na Shetani na ni ya ufalme wake. Ni ile tu imewekwa kwa maisha yetu. Sasa Mungu anaitafutia njia, ama ameitafutia njia ya kuiondoa kwetu, ni kupitia kwa kuchikana nafsi na kumfuata Yesu
ili atusafishe kwa kutusamehe, atupe nguvu ya kushindana na dhambi, adui wetu mkubwa na adui wake mkubwa. Hapa tunapata ya kwamba hawa vijana wawili na mambo waliofanya yanasimamia ya kwamba dunia na wanadamu watakuwa makundi mawili. Kundi la kwanza ni la Kain na kundi la pili ni la Abel. Na pia kuna fundisho ambalo Mungu anataka tuone ya kwamba mwanadamu aliyeanguka anaweza kuwa kama Kain, anaweza kujenga madhabahu, anaweza kutoa kafara, lakini anatoa kafara ambayo sio ile Mungu anataka. Anaweza kutoa kafara ambayo sio ya utii, maana Mungu hakuwapea ruhusa ya kufanya vile wanataka, maana alikuwa ameweka mpango wa wokovu na akasema ni kondoo ambaye anafaa kuchinjwa, atoke damu, asimamie ama mrepresent Yesu Kristo. Sasa tangu ile ibada ya Kain, wanadamu wengi wameingia makanisani, wamesoma Biblia, wengine wamekuwa wahubiri, lakini sio wengi wananyenyekea na kufuata mpango wa wokovu vile Mungu ameuweka. Wengi wanataka kuokoka kufuata njia na nia zao. Ni wachache tu wanataka kuokoka kwa kufuata ule mpango Mungu ameweka. Waache niwahakikishie, huu mpango wa Kaini wa ibada au kumsaidia, maana mnaona tabia yake ilikuwa mbaya, alikuwa mtu wa hasira na alimalizia kumuua ndugu yake. Ibada ya uongo haiokoi moyo, haiongoi roho, inaacha tabia ya asili kitawala. Ndio sababu unaona ya kwamba Wakristo wanatesa Wakristo wenzao, wanawapeleka jela. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ibada yao ni ya binadamu. Matthew 15:8, 7 and 8 mpaka 9. Unaposoma mafungu hayo, Yesu aliwaambia Wayahudi, mnaniabudu bure, maana mnachukua mapokeo ya binadamu na mnaweka kando sheria ya Mungu. Kwa hivyo njia pekee ya kutuokoa ni kujisalimisha na kufuata mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wetu, sio kufuata njia zetu kwa ajili ya kuokoka kwetu. Mioyo yetu iliyoanguka inapenda sana ibada ya nje. Ibada ya nje tu, ibada ambayo haifikii moyo na kuukomboa. Kile ambacho ni ya thamani sana machoni pa Mungu ni moyo wako. Dini inaweza kuonekana tajiri, safi, yenye mali, yenye jina kubwa, lakini kile ambacho Mungu anaita ni chenye sura ya kutamanika ni moyo uliookolewa, ni moyo ulio mkubali Yesu Kristo na mpango wake wa kumwokoa. Unaposoma kitabu cha Proverbs 28 ni Proverbs 28 verse 9. If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Kama mtu atageuza sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake yanakuwa machukizo. Kupitia fungu hili, Mungu anatufundisha ya kwamba sio bora ibada. Sio bora ibada, hapana. Anasema ya kwamba kama hakuna kutii, hakuna ibada itakayompendeza Mungu. Wanadamu wenzangu wapendwa, usibuni dini. Ibada haianzi kwa mwanadamu. Mungu ndiye analeta ibada. Mungu alileta ibada yake akasema kondoo achinjwe. Dini inayotoka kwa Mungu ndiyo itaongoza kwa Mungu. Lakini dini inayotoka kwa binadamu haiwezi kuongoza kwa Mungu. Ndio sababu Kain hakubadilika. Na pia Kain anasimamia wale watu ambao wanaingia kwa ibada kumwabudu Mungu,
lakini wakitegemea matendo yao mema kwa ajili ya kuokoka. Na Abel anasimamia wale ambao wataingia kumwabudu Mungu wakimwangalia Yesu kama suluhisho lao na kutegemea haki yake, ili waweze kufikwa haki yake, waweze kufaa machoni pa Mungu. Shida ya dhambi haitaisha kamwe kama tunatumia dini iliyoanzishwa na binadamu. Kwa kusema hivyo, ninamaanisha kama ibada yako haiendi sambamba na maandiko matakatifu, hiyo ni yako na haitakusaidia. Kwa hivyo Mungu anataka tukue watu tunaomwabudu kwa njia ya kweli na ya Roho, maana hiyo ndiyo peke yake itatusaidia na shetani asipate kutudanganya. Ningewaombea mema ya kwamba tuchunguze njia na mienendo yetu, maana Biblia hii kuandikwa bure tu, iliandikwa iwe kitabu cha kutuongoza tujue ukweli. Yohana 14 fungu la 6, Yesu akasema yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Tumfuate huyo, tufikie toba na wokovu. Mbarikiwe kupitia kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu.